Katika wajumbe hao, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi waziri wetu mkuu, kaka yetu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa kuzingatia majukumu mengi aliyokuwa nayo, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na ushiriki wake wa kiwango kikubwa sana kwenye kuleta maendeleo ya taifa letu na klabu yetu na klabu nyingine pia, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameomba tumtoe katika nafasi ya ujumbe wa baraza la wadhamini ili apate nafasi ya kulihudumia taifa kwa ukubwa wake. Excom yetu ilikaa kwenye mkutano maalum kabisa ikajadili jambo hili na kupokea ombi hilo kutoka kwa waziri wetu mkuu, na Excom ikapitisha ombi hilo, na kwa kusema hayo tumeridhia Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kujitoa katika nafasi ya udhamini, lakini ameendelea kuwa mwanachama wetu, mshabiki na mpenzi kindakindaki wa klabu ya Young Africans. Baada ya kufikia hapo, Excom ambayo ni kamati ya utendaji kwa mwongozo wa katiba iliketi kujadili nafasi itakayoenda kuchukuliwa baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kutoka kwenye nafasi hiyo. Excom yetu ilipendekeza na kumpitisha kaka yangu Ridwan Kikwete kuwa mjumbe mpya wa baraza la wadhamini. Kwa mwongozo wa katiba yetu ya Young Africans, ni wakati wenu wanachama wetu kupitisha nafasi hiyo ya mjumbe wa baraza la wadhamini mpya atakayechukua nafasi hiyo kwa miaka 5. Ridwan Kikwete, mjumbe wa baraza la wadhamini, amepita. Nashukuru sana, na kwa maelekezo ya katiba kuanzia sasa Ridwan Kikwete ni mjumbe mpya wa baraza la wadhamini kwa kipindi cha miaka 5. Tulipaswa kuwa naye, tumeambiwa amebanwa na majukumu, lakini tuko pamoja naye. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Ridwan Kikwete kwa kuitikia ombi hili.